Kuna watu wametangazia watoto wake hawatainuka, watakufa, wameshaiba nyota zao. Wewe wana balaa blue, maana jioni ya leo yuko malaika atatembea kama tetemeko, atafungua mpaka makaburi, atafungua mpaka makabati, atavunja kuta zao. Kijana wake atafufuliwa, kwenye elimu atakuwa namba moja, mama wake atafufuliwa, atamiliki vitu ambavyo utashindwa kuelewa vinapatikana wapi. Sema amina kama unanielewa. Guse mwenzako, mwambie leo moto utawaka hapa, wataachia vitu vyangu. Woo! Kila mtu amepangiwa wakati wake wa kuinuka, kufanikiwa na kwa faida na kuwa faida mahali, aidha kwenye familia au taifa au kanisa. Kila mtu amepangiwa. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe unajiona tu ulivyo, lakini mbele za Mungu wewe ni faida mahali. My God, sijui kama kuna mtu ananielewa. Wewe ni faida mahali. Hata kama ulioko nao, familia ya kwenu, ndugu zako hawakutambui, hawakujali, wanakudharau, nataka nikwambie wao wasikutambue, lakini kuna watakao kutambua. Wewe ni faida mahali. Wewe ni faida mahali. Na mwanangu, nikwambie, usitake kila mtu akupende au akusifu. Unanielewa vizuri? Usitake kila mtu afanyeje? Akupende. Wewe upendo umekuwa limao au umekuwa na apple? Wewe kama unatafuta kupendwa na kila mtu, utakufa mwanangu. Sio kila, na wale pia unaofikiri wanakupenda, Mungu akikufunulia utakaa nao tena. Ninachoomba leo, ile neema yako iachiliwe ndani yako. Nyota ndiyo kitakao kutambulisha. Nyota ikiwa ndani yako, huhitaji kujitetea. Kuna watu mnajitetea mbele ya watu, unajitetea mbele ya mke mwenza, unajitetea mbele ya watu fulani. Nakwambia mwanangu, wacha kujitetea. Maombi yangu leo, nyota yako irudishwe. Nyota ikirudishwa, usijitetee, usijitambulishe. Kazi zitakutambulisha, nyumba itakutambulisha, gari itakutambulisha, biashara itakutambulisha, uzao wa mama yako utakutambulisha, elimu ya watoto wako itakutambulisha, lile boma litakutambulisha. Natamka usijitetee kwa watu. Fanya kazi, kazi itakutambulisha. Nyota itakutambulisha. Hata kama unasema hatumtambui, kibali kikija, kuna watakao kupenda. Wakisema hatumtaki Sara, hatumtaki Raeli, hatumtaki fulani, nyota itasema nyie mkimkataa, kuna watu wake watakuja special. Nyie mkimtenga, kuna watu wake watakuja special. Wakati wanasema ufai, kuna watu watatu watainuliwa, watakwambia tunakupa mtaji, tunakupa kazi. Walipoziba riziki, Mungu anafungua riziki kwa namna nyingine. Pokea kipawa chako, pokea nyota yako, pokea nyota yako. Arabashakoriama, pokea nyota yako, pokea nyota ya biashara, pokea nyota ya kujenga, pokea nyota ya afya, pokea nyota ya kusomesha, pokea nyota ya heshima. Nyota ni heshima. Nyota ni nini? Mhubiri 9. Ngoja nikwambie mwanangu, nyota ikiibiwa, nyota, sema nyota ikiibiwa, au kibali au neema ikiibiwa, heshima yako ni hii tu: shikamoo mama, shikamoo mama, shikamoo baba. Kuna watu heshima hamna. Nini kilichoibiwa ndani yako? Sio kwamba una heshima kama watu wengine, unao. Shida ni kwamba kuna kitu kimechukuliwa cha thamani ndani yako. Utabaki na shikamoo mama, baada ya hapo dharau zinakuja. Kinachofuata ni dharau. Nataka nirudishe heshima yako. Binadamu ni mtu wa heshima. Kuna watu wamejiona wao wako matawi ya juu, wako viwango vya juu, na kuja kurudisha wakati wako, lazima utanyanyuka. Wanaopanga kukumalizia watoto safari watakufana wao kwa wao. Basi kama nasikika kweli mahali hapa, wangapi wana imani? Kitabu cha Mhubiri 9 mlango wa mstari wa 11. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 11. Anasema hivi. Ukianzia mstari wa 10, anasema hivi, Mhubiri anasema hivi: chochote kitakachokuja kwenye mikono yako, shika kwa bidii, kwa sababu kule tuendako ukishakufa, au kule kuzimu, hakuna kazi. Hakutakuwa na kazi kama hiyo. Kwa hiyo mwanangu, kama Mungu amekujalia jambo la baraka, shika sawa sawa. Unanielewa vizuri jamani? Huko tuendaka hatujui. Kwa hiyo mwambie Mungu, kama umenifunulia nifanye biashara, nifuge au chochote, Mungu nashika kwa mikono miwili. Naomba kubarikiwa. Sasa angalia chini yake. Bado Mhubiri hajapoteza time. Akasema nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba sio wenye mbio washindao katika
katika michezo. Hii ni hekima ya Suleiman. Wala sio walio hodari washindao katika vita. Mstari wa chini yake, wala sio wenye hekima wapatao chakula. Maana yake sio wenye nguvu, sio watafutaji. Kuna watu wanasema mimi ni uwezo wangu ndio unaonisaidia, ndio maana nina shida. Nikasikia ile siku wamesema yani wamebaki watu wa bukubuku. Nikasema wao, hakuna mtu anayefanikiwa kwa akili zake. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa nguvu. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa sababu amesoma. Kama ingekuwa kufanikiwa ni kusoma, wengi wangefanikiwa, lakini wasomi wamejaa mitaani. Kama ingekuwa mafanikio yanaletwa na nguvu, wengi wangefanikiwa. Kuna watu wenye nguvu zaidi yetu, lakini ni walevi, wanaokota makopo barabarani. Mhubiri anasema, nikatambua wala sio watu wenye ufahamu wapatao mali, wala watu sio wenye ustadi wapatao upendeleo, maana yake watakao kubalika. Lakini chini yake anasema lakini wakati na bahati huwapata wote. Oh my robo shaka. Wakati, hebu sema wakati. Oh, sauti ndogo. Wakati na bahati huwapata wote chini ya jua. Kwa neno hili linatufundisha kwamba kila binadamu ana baraka zake. Kila mtu ana wakati wake. Unanielewa vizuri jamani? Unanielewa vizuri jamani? Sasa nitakufundisha kitu cha ajabu ambao wachawi wanafanya hapa. Sema amen. Mhubiri kwa hekima yake anasema fanya kazi kwa bidii, maana hakuna kuzimu uendako, hakuna maarifa huko wala hekima. Mstari wa 11 akasema, pamoja na hayo jifunze kuombea wakati na bahati. Ukiona mtu anasema amefanikiwa kwa akili yake, hajui. Wako wenye akili na nguvu kuliko yeye, lakini hawakufanikiwa. Kuna wakati na bahati ambazo imepangwa na Mungu ili uweze kulitumikia kusudi. Sasa ufalme wa kuzimu na jeshi la wachawi wanashughulikia wakati wa hiyo nyota kung'aa. Wanaweza kulaani kabla haujafikia zile baraka. Kwa hiyo wanachofanya adui zetu, wanashughulikia wakati wa kijana wako kushine wanapiga, wakati wa kushine kwenye ndoa wanapiga, wakati wa kufanikiwa wanapiga, wakati wa kupata kazi wanapiga. Umefungua kazi ndio wanapiga, maana wakati wako wa kufanikiwa umefika, wanapiga. Unakuwa na kazi jina. Nataka nitangaze, wachawi waliokamata majira yako, waliokamata saa ya nyota yako iwake moto jioni ya leo. Hawataizuia hiyo nyota. Mtu mmoja aseme wakati uliokamatwa waachie. Anasema wakati na bahati. Lakini kuna mtu unapita wakati mgumu, wakati wako wa kufanikiwa umeshapita. Yani tayari uko kwenye mafanikio, lakini huoni hiyo mafanikio, maana yuko aliyekamata saa yako ya kufanikiwa. Kwa hiyo uko tu unasema iko siku tu nitafanikiwa. Utafanikiwa lini? Wajanja wamekuwahi. Kuna mtu hapa tayari wakati wako umeshakamatwa. Ulitakiwa uwe kwenye nyumba, ulitakiwa uwe kwenye mafanikio ya kubeba familia, lakini haupo. Why? Yuko aliyewahi wakati wako. Anawahi nyota yako. Kwa jina la Yesu, nyota yako iangaze. Naamuru nyota yako ikaangaze mashariki magharibi. Nyota yako iangaze kama jua linavyoangaza. Nyota ya watoto wako iangaze kama jua linavyoangaza. Boma lako liangaze kama jua. Ninaona kuna siku waliozima nyota kwenye familia yako, watakuta boma linawaka, watakuta biashara inawaka, watakuta mtoto tumboni anazaliwa bila shida, watakuta huko kwenye hiyo level. Natamka nyota yako iangaze. Aliyekamata nyota yako afe. Unasikika kweli mahali hapa? Mungu anisaidie. Ufalme wa giza wanakamata hivyo. Au unasoma wakafunga kwa njia nyingi tu. Unapata kazi kwa njia nyingine, wanainua vikwazo. Wanaweza kuinua magonjwa au kukuua. Wale watu ambao watakuwa wasaidizi wa hatima yako. Maana yake ni hivi, shetani akishajua nyota yako inang'aa, na akishajua anayetakiwa kukuvusha ni mtu ambaye yuko Dar es Salaam, ni mtu ambaye yuko Mbeya, ni mtu wa familia, au ni mtu ambaye haumjui. Sikiliza, hauwezi kufanikiwa. Kuna mtu Mungu amemtanguliza mbele ya maisha yako.
Kuna mtu amemtanguliza mbele ya mumeo. Kuna mtu amemtanguliza mbele yako. Kiona watu wanafanikiwa sio kwa akili zao, ni watu waliozaliwa hawana kitu, lakini yamkini walitumia nguvu za giza, au wakati wao wa kufanikiwa imefika na nyota zao hazijakamatwa. Kwa zile nyota inamleta mtu hatima yako. Kuna mtu anahitaji kukupa kazi lakini hakuoni. Why? Nyota yako walizima. Kuna mtu anahitaji akuvushe kwenye jambo fulani lakini hakuoni. Why? Nyota wamezima. Nyota iking'aa kuna simu utapata. Nyota iking'aa utakutana na mtu wako hatima kwenye gari. Nyota iking'aa kuna mtu atakutafuta popote ulipo. Si kama naongea na watu watatu, natamka nyota yako ing'ae. Watu wako wasaidizi wa hatima yako waweze kufika kwenye maisha yako. Huwezi kwenda level. Kuna mtu Mungu alikutangulizia, mtu wa hatima yako. Atakwambia kuna dili mahali, atakwambia mwanangu hebu twende hivi, atakwambia fanya hiki. Kuna mtu mahali, lakini watu ulioko nao ni wanafiki. Maana nyota imezimwa. Wanaotembea na wewe ni watu ambao hawafai. Wanaotembea na kijana wako ni watu ambao hawafai, ni watu wa level yake. Na ngoja mwanangu Mungu aanze kukubadilishia hatua, utashangaa unapigwa vita. Maana Mungu akisharudisha nyota yako, kitu cha kwanza Mungu anakutenga na marafiki wabaya. Mungu anakutenga na wanawake wake wenza wabaya. Kuna wake wenza unafikiri ni wake wenza, kumbe ndio wanaokushughulikia. Nyota ikirudi watatengana na wewe. Wakikutenga waambie nilikuwa nasubiri tu mnitenge ili nitembee kwenye njia zangu mwenyewe. Ribo shaka. Mungu akuletee watu sahihi. Mungu akuletee watu sahihi. Mungu ang'arisha nyota yako. Popote unapokanyaga kutana na watu sahihi. Kijana wako akutane na watu sahihi. Binti yako akutane na watu sahihi. Mama yako akutane na watu sahihi. Baba yako akutane na watu sahihi. Wadogo zako akutane na watu sahihi. Natamka hatima yako ing'arishwe. Kutana na watu sahihi. Nasikika kweli mahali hapa jamani? Mwambie mwenzako wewe ulipo hapa, kuna mtu alitakiwa kukuvusha. Hayo sio maisha yako. Yupo mahali. Yupo mahali. Unamkumbuka Yusufu, anamwambia yule mtu, naomba unikumbuke kwa mfalme. Alafu hajamkumbuka. Mungu akasema no. Kibali cha Yusufu kimeng'aa, ilibidi ndoto iende kwa mfalme. Hata wakikukataa, Mungu atapeleka ndoto kwenye hiyo ofisi. Hata wakisema hatumtaki Solomoni, Mungu atasema tunamtaka kijana fulani aliwahi kufanya kazi mahali. Watasema hatumtaki, bosi atasema namtaka mimi. Kama nyie mtamkataa, namtaka mimi. Natamka nyota ya mtu ing'ae. Natamka nyota ya mtu ing'ae. Natamka nyota ya mtu ing'ae. Kuna mtu ananielewa jamani mahali hapa? Kuna watu destiny helper. Kuna watu ambao Mungu aliwaandaa kwa ajili ya hatima ya maisha yako. Na wale watu shetani anachofanya, akikamata nyota, kwisha habari yako. Kuna mtu utateseka duniani mpaka mbinguni utateseka. Na kuna mtu anasema waacha tu tuwe maskini maana ufalme wa Mungu atarizu maskini. Unaweza ukawa maskini ukaenda jehanamu. Ukajikuta umeteseka duniani na jehanamu unateseka. Mungu anataka tutawale. Mungu anataka uzae matunda. Hebu sema leo nitazaa matunda. Sema nitazaa matunda. Sema nitazaa matunda. Matunda ya watoto, matunda ya biashara, matunda ya kumtumikia Mungu, matunda ya kujenga kanisa la Mungu, matunda ya kustawi kiafya. Kila aliyekaa kwenye familia yako ambaye ni mchawi, kupitia wewe wakanyongwe. Sijasikika. Kila ambaye amekuwa nongo wa maisha yako, kupitia wewe moto usafiri apigwe na asagike. Kila anayekutesea watoto aanze kuteseka. Nikiwa naongea hapa, malaika washuke kwenye hiyo familia, atafutwa anayetesa familia. Iwe pepo, iwe mizimu, iwe wamekaa kwenye ulimwengu wa roho, moto wake. Si kama kunasikia kuna watu wana imani mahali hapa, pandisha kiwango cha imani. Tukiwa hapa kuna vitu vitafanyika. Sema basi amina kama unanielewa. Sema amen. Sasa angalia kitabu kile cha Hesabu 24 mstari wa kwanza hadi 17. Ukisoma hii habari, ni habari ya Balaki na Balaam. Balaki anaita mchawi, au anaita mtu ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu akajigeuza kuwa mchawi, kuwa mganga. Anaita laani taifa la Israeli. Halafu alipofika, maandiko nasema wakati anaenda njiani, tena amelipa ujira, anatoa na sadaka ili kulaani taifa la Israeli. Lengo la kulaaniwa, unashangaga kuna watu wengi wamekulaani bila kujua. Lengo la kulaaniwa, unadhoofishwa. Ukishalaaniwa nguvu zinaisha kwako.
akasema njoo unilaanie taifa hili, wakati anataka kulani taifa la Israeli. Waisraeli hawajui chochote, bado wako utumwani. Lakini adui akitazama taifa la Israeli anaona ni watu wenye nguvu, kama ambavyo kuna watu wanakupiga huna hata chochote, maskini ya Mungu, baada hata hujajenga, baada hata hujawa na maisha makubwa. Je, ukienda maisha makubwa si watakufa na pressure? Nami nataka nikwambie, kama tu sasa hivi wanakupiga, nimetuma nikupeleke level nyingine, nimetuma uende kana yako. Kama tu sasa hivi kuna watu wanakupiga vita, kwa hiyo maisha ulionayo, je, Mungu akikuinua si watakufa na pressure?